kama mimi natumia neno hili, ni kama ni mtu ambaye umewekwa kwenye nafasi hiyo, wanataka wakutumie kujisafisha. Natuma salamu kwa Doto Biteko. Ana kazi ngumu sana, kama wanategemea anaweza akawasaidia kusafisha au kujisafisha. Ana kibarua kigumu. Sasa mimi naona ni kama hivi ni vilaka vya kujaribu kupachika ili kuifanya nguo ni mpya. Hii serikali sasa ni mpya. Ila mimi naona ni wale wazee wa ndio chaparapa, mama serikali imetulia chaparapa. Kwa sababu tatizo linalo wanyima usingizi, makosa yanayo wanyima usingizi wanayajua, nayo yanahitaji hatua moja tu, kwamba kufikia hapa makosa haya tunataka sasa tuachane nayo. Wahusika wote, wanufaika wote wa makosa haya wapate adhabu stahiki. Tuanze moja. Hapo ndo pana gharama sasa ya kutubu. Nisome andiko hili na uwasaidie wahusika wajue wanatakiwa watafute tatizo zaidi. Wewe kama Doto Biteko, kama mia ni uwasaidie kujisafisha, wajue hautaweza kuwasafisha. Watafute zaidi. Mungu aliyemuonya Eli muda mwingi alikuwa anampa ni nafasi ya kujisafisha. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11 anasema, ndio, Bwana akamwambia Samueli, Angalia, nitatenda tendo katika Israeli, ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Ndio. Siku hiyo nitakayotimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli. Katika habari za nyumba yake. Tangu mwanzo hata mwisho. Kwa maana nimemwambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu alioujua, kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Nishaambia maneno haya, kwa Mungu anapotumia neno hata milele anaonyesha ukubwa wa hasira yake, ili wewe uchukue hatua sawa na ukubwa wa hasira yake. Hana maana kweli hata kusamehe hata milele. Kabla sija iruhusu ikripu ikujie kwa mtiririko wake kamili, nikujulisha kwanza ni kwa nini nilitoa angalizo kwa Doto Biteko kutumiwa. Kwamba kutumiwa, wabaya wakisha haribu hawakutumii kwa sababu wewe ni wa maana sana. Wanakuwa na malengo mawili makubwa, na moja la kwanza ni hili. Moja, wanakuwa na lengo la kukubadilisha na wewe kuwa mbaya. Watakutumia kujisafisha, lakini na wewe wakati huo utakuwa mbaya total. Ukikataa kuwa mbaya kwa sababu wenyewe hawana mpango wa kuwa vizuri, kwa sababu kutubu wakati mwingine kuna gharimu kupoteza vyeo, wewe watakudampo, na sio kukudampo tu, watakufanya adui wakishafanikisha malengo yao. Pengine unaweza ukaona sasa Doto hapo alipo. Hii ichukuliwe kama mfano kwa wengine wote mlio na tuvyeo sasa hivi, mlio serikalini sasa hivi, iwe kwenye chama cha CCM au unajua umeajiriwa tu, kwa sehemu kubwa wote munatumiwa kujaribu kusafisha damu iliyojipaka kwenye mashati meupe, kwenye nguo za kila aina. Wote mnatumiwa. Na ufanikiwe kile kinachoitwa utawasafisha, kuwasafisha, au usifanikiwe na kujulisha na kuhakikisha wewe ni adui yao, hao wanaokutumia uwasafishe, lakini pia unajiweka kwenye uadui mkubwa sana na watu walioumizwa. Hebu angalia kwa mfano sasa hivi Doto Biteko. Unafikiri kwa mfano mimi ndo ambaye ukisikia clip hapo utaona alikuwa anatajwa kwa rafiki yangu. Mimi Doto kifupi mimi mtu aliyeko CCM nadhani ni 100%. Yote naona ni mapepo, ni mashetani. Kwa hiyo Doto na kaubungako, hata kama hana cheo apate cheo, wamrudishe tena, waje mtumie tena, wamuokote tena, mimi namuona shetani.
mambo mengine sitachambua. Kama Mungu atanipa uhai wakati fulani nitakuja kuchambua, utakuja kufahamu kwa nini nilimwona shetani. Kwa namuona shetani tu, lakini nahisi na watu wengine wengi sasa hawezi kumkubali mtu yoyote ambaye saa yoyote anatumiwa kama kilaka cha kufanikishia mambo fulani na kusafishia mambo fulani maovu. Kwa hiyo wewe ambaye sasa hivi unatumika kusafisha, kujisafisha, kuwasafisha, nina hakika niliwahi kuambia miaka ya nyuma kwamba wote mnaofanya kazi kwenye serikali hii iliyojaa damu, wote mlio na cheo kwenye serikali hii iliyojaa damu, niliwahi kuambia sio baraka mlio, hata kama akina Mamposa, akina Kwani Musa wameambia, akina Bendera wameambia mmebarikiwa. Hiki kilicho juu yenu si baraka, ni mkosi, ni laana, na mtakuja kujuta, na vizazi vyenu watakuja kujuta. Kwa nini baba, mama, kaka, mtoto uliwahi kuwa na cheo au kufanya kazi kwenye utawala na mamlaka ya aina hii? Sasa unaweza kusema, mchungaji, tungefanya nini? Ilichoandikwa kwamba itakufaidia nini kuupata ulimwengu wote ukapata hasara nafsi yako, wakati ile alinyia mpati hata ulimwengu wote. Mnamegewa kidogo tu na walaji wakuu. Mifano miwili kwenye Biblia, wa Danieli na wa Musa. Danieli aliwahi kutaka kupewa cheo cha juu sana na Belshaza, lakini aligundua Belshaza ni mwovu. Cheo husika kitakuwa cha kujipaka laana, Danieli alikataa kile cheo. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye unapewa cheo, ajira kwenye mazingira ya mamlaka iliyo na uovu, na hasa uovu wa kumwaga damu kiasi hiki, unalaana, umelaanika, na utakuja kuona matunda haya. Hautasafisha vikasafishika, kwa sababu huna wema, huna maendeleo utamletea yoyote anapita uhai wa mtu. Kwa hiyo kuzani kuna lugha za kujishika kifuani, kupiga picha mmeshikana na watu, mnacheza draft nao bao, hautasafisha chochote kikasafishika. Na kuhakikishia unazidi kujipaka damu tu na kujiwekea alama ya laana ya Kaini. Musa alikuwa kwenye nyumba ya Farao, lakini alipoona nyumba ya Farao inaonea watu, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali apate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Nikistafu, nikikataa cheo wataniua. Jifunzeni wakati mwingine hata kutoroka, kukimbia kama hauko tayari kufa, mpaka Herode atakapofariki. Anyway, endelea kusikiliza mtiririko wa unabii huu ambao nilimwelezea Doto Biteko wakati huo. Unaweza kujifunza jambo. Asante. Acha nimtumie salamu Doto Biteko. Kuna mtu mmoja a comment mtandaoni, sema rafiki yako Doto Biteko amepata unaibu waziri mkuu, kwa hiyo sasa utapunguza kidogo hata makali. Nime comment tu kifupi, nikasema kwani itasaidia nini? Nimjibu tu kifupi, kwani itasaidia nini? Kwenye eneo la kujaribu kumpandisha mtu kama Doto Biteko, ni moja kati ya eneo linaloonekana ni kama wanajaribu kuangalia kwa ufundi sana nani anaweza akasafisha uchafu huu na ubaya huu na ugumu huu tuliofanya. Kwa sababu Doto Biteko
kwa haraka haraka, hana makando kando. Doto Biteko kwa haraka haraka, kwa haraka haraka Doto Biteko hana makando kando. Yaani moja ya watu serikalini ambao ni vigumu sana kusikia alicheza rafu wapi, akapiga wapi. Lakini mbili, Doto Biteko ni kama ni mtu fulani ambaye ni kama na nidhamu ama adabu kwa Mungu. Tatu, Doto Biteko ni kama ni mtu mwenye nidhamu na adabu kwa watu wa Mungu. Nne, Doto Biteko ni mtu ambaye katika maeneo mengi utakayokutana naye, cheo chake hakiweki kana kwamba kimemfanya awe mwanadamu zaidi ya wanadamu wengine. Amen. Cheo chake sijajua wengine anakutana nao vipi, ila mimi nilipokutana naye mara kadhaa niliona ni kama hadi anayonionyesha huonyesha kwa watu wengi, sio kwangu tu. Cheo chake, cheo chochote anachokuwa nacho, cheo chochote anachokuwa nacho huwa hakiweki kama kimesha mtofautisha na watu wengine. Huwa anaona tu hiki ni cheo kiko pembeni, ila ubinadamu wangu niko sawa tu na binadamu wengine, niko sawa na nahitaji kuishi nao kikawaida kabisa. Pengine kama ni kuwa mkali, niwe mkali tu anapofanya mabaya. Huyo ndo Doto Biteko. Kwa hiyo kumsogeza, kumuinua Doto Biteko, kumleta kwenye eneo kama la naibu waziri mkuu, ni cheo ambacho mimi kwenye kusoma katiba zao na sheria sijui yani kama Tanzania ina katiba na sheria ambayo the end of the day inamweka mtu kuwa naibu waziri mkuu. Sasa sisi wengine unajua tunaona ni kama ni vilaka vinajaribu kuwekwa kutafuta mtu pengine anayeweza akasafisha uchafu ambao serikali hii imejipaka nao. Kuna kitu kamefanyika kagumu sana, licha ya kumweka kuwa naibu waziri mkuu, pia ameondolewa jamaa ambaye alikuwa anaonekana yeye ni mmiliki wa wizara ya nishati. Ni mmiliki wa wizara ya nishati, alafu ndiye aliyejipangia awe wapi, na ni kama atajifanyia kila anachokitaka. Kwa sababu wasimdanganye Januari Makamba, wote wanamdanganya. Lakini Januari Makamba kwa watu wengi Tanzania, Januari Makamba ni kero. Januari Makamba wasimdanganye wanaomdanganya. Januari Makamba na Nape na Wie ni kero. Ni kero. Hawana zuri ambalo itaonekana wamesema au wamefanya. Ni kero. Hilo wajue, shajua nao wanaowajua ni wazuri na wenyewe wajitokeze wawasemage kwamba ni wazuri. Sasa kwa wengine tulikuwa namuona Januari, tulikuwa naona ni kama ile wizara ni miliki yake yani. Wengine tulikuwa namuona ni kama ile wizara ni miliki yake yani. Yani ile ni ya ukoo, ile ni mali yake. Atajifanyia analolitaka siku anayotaka mahali anapotaka.
kwa kitendo cha kumtoa Januari kwenye wizara ya nishati kwa haraka kabisa, kwa haraka. Unaona kama jamani, kama wanataka kujisafisha hivi, ni kama wanataka kujisafisha. Sasa mimi niongee tu kifupi kwenye hilo eneo kwamba kujisafisha kwao safari ni ndefu, lakini tunaamini pia kwenye nafuu, tunaamini pia kwenye afadhali, yani tunaamini nafuu inaweza ikaleta kwenye kitu kamili, kwenye uhitaji kamili. Tunaamini pia kwenye nafuu. Kwa hiyo mnyongeni haki yake, mpeni kwa kweli. Kwa kitendo cha kumtoa Januari, yani natamani hata yeyote atakayerusha hii aiandike kwa herufi kubwa, yani kumtoa Januari wizara ya nishati, tunaona ni kama ni ishara ya kutafuta kujisafisha, kwamba ni kama wana nia ya kujisafisha, ni kama wana nia ya kujisafisha. Lakini natuma salamu kwa Doto Biteko. Ana kazi ngumu sana, kama wanategemea anaweza akawasaidia kusafisha au kujisafisha. Ana kibarua kigumu cha kujisafisha. Kwanza tunaanzia kwenye eneo la wizara yenyewe ya nishati. Tunaanzia kwenye wizara yenyewe ya nishati. Mbili, tunakuja kwenye wadhifa wake wa makamu waziri mkuu. Wizara ya nishati ina makorokoro mawili makubwa, yanatisha ndani ya nchi hii, yanahitaji maamuzi magumu na makubwa na makini yatakayohusisha waziri mkuu, rais na waziri wa fedha. Eneo la kwanza ni kwenye eneo la mafuta. Ni aibu sana nchi yenye bandari kuwa na gharama kubwa ya mafuta kuliko nchi zisizo na bandari. Ni aibu sana. Nampa ushauri katika hilo jaribio analotaka pengine asaidie kusafisha, waweze kujua mgogoro mkubwa upo kwenye hesabu gani zinatumika kuweka mikodi ya kishetani mpaka mafuta yawe juu kuliko nchi isiyo na bandari. Na wakati ambapo ndani ya nchi ya Tanzania tatizo halipo kwenye makusanyo ya wingi wa fedha, tatizo yapo kwenye matumizi ya fedha. Moja ya matumizi ya fedha hayana usimamizi mzuri. Mbili, matumizi ya fedha, ofisi nyingi zinazoitwa ni ofisi za matumizi na ufilisi, sio ofisi za uzalishaji. Kwenye hilo eneo mafuta waweke kodi kila lita 8,000. Hii nchi hela hazitatosha. Kwa hiyo wakitafuta kujisafisha, walione hilo tatizo, kwamba Tanzania haina tatizo la makusanyo ya fedha. Ndio maana Magufuli nilisema, kwani kodi zamani mlikuwa mkusanyi? Barabara mlikuwa mnajenga kama hivi? Maendeleo mlikuwa mnafanya kama hivi? Kilichofanyika, nilichobadilisha mimi, nimebadilisha swala la usimamizi wa fedha. Ndio maana mnaona hii miradi. Hakukuwa na mitozo ya ajabu, mikodi ya ajabu. Na mtu hata alipolipa kodi wakati wa Magufuli, alilipa alikuwa anaona na maana yake, alikuwa anaona na sababu yake. Hata mawaziri walipotembea vyuu, walau ilikuwa inaonekana kuna kitu wanaenda kufanya. Lakini sasa ni vyuu.
vyu kwenda kuponda mali, kufa kwaja, huoni hata wanachokifanya. Yaani huoni, unaona tu waziri alikuwepo, amekiacha vile vile, alichokikuta kitaendelea vile vile, mwingine atakuja atakikuta vile vile, kitaendelea vile vile. Eneo la kwanza, nchi hii ina tatizo sana la matumizi, usimamizi wa matumizi. Lakini ofisi nyingi ni ofisi ambazo zipo kukera watu, kukwamisha wazalishaji, kuumiza wazalishaji, alafu na kutumia hovyo vinavyokusanywa na wazalishaji. Wakitaka kujisafisha, wanaweza wakapita hilo eneo hilo. Sasa unafikiria wataweza? Kwa sababu hii sio kufumba macho, ni kuuliza tu ofisi fulani, yani nyinyi mnachojua mnazalisha shilingi ngapi? Hamna. Haya, chukua mafao yako, kakae nyumbani. Ofisi zaidi ya 80% ofisi za nchi hii zinahitaji kufutwa. Acha kuiga, hazina mchango wote, sipo tu kwa ajili ya kusumbua mtu, kumwekea kikwazo hapa, mara umeenda TSDA, TBS, TFDA, NEMKI, hiki hapa halmashauri ya nini, shirika la nini, shirika la nini, ni mashirika, shirika, kurugenzi, mheshimiwa, meneja, lakini wanazalisha shilingi ngapi? Kila wakati hasara, na zaidi ya kutumia vile vinavyokusanywa. Na kuwa kero kwa mzalishaji. Hilo moja. Dr. Biteko kwenye eneo la mafuta ana kazi ya kufanya, walau watu waseme, waone ni kama wajamaa wanataka kujisafisha. Eneo la pili ni kwenye umeme. Umeme tangu mwaka 2005 mpaka 2015 ulikuwa katika kwa sababu hizi zilizoanza kukatika kuanzia mwaka 2021. 2021 mwishoni. Mara maji yamekauka Mtera, ukame, mvua haijanyesha, na vitu kadha kadha, maruerue mengi, matengenezo makubwa, maruerue mengi. 2015 mpaka 2021 mwanzoni, hiyo story ikawa imekwisha. Matengenezo yakawa yanafanywa na umeme unakuwepo. Amen. Lakini bei yake ni bwawa la Mwalimu Nyerere. Mkataba ulikuwa liishe mwezi wa 6 2022. Nje na hapo, wahusika walitakiwa waanze kulipa fidia na faini. Lakini mkataba umevuka, unaambiwa hadi 2020 ngapi? 2024. Hatuambiwi huyo mkandarasi analipa fidia kiasi gani ili sisi bei ya unit ishuke kuanzia 1000, kwa sababu umeme ulikuwa kwa ajili ya wananchi, haukuwa kwa ajili ya serikali. Na hapo naunganisha na jambo la pili. Waziri mkuu alisema umeme tutakapomaliza ile bwawa utauzwa kati ya 35 mpaka 50. Kwa hiyo ilitakiwa yule mkandarasi aanze kulipa gharama zote za juu za wananchi za umeme, ili umeme sisi tuanze kununua 50 au 35. Lakini kama
hiyo haitoshi. Tayari pana kitisho kinachoonekana. Hata umeme baada ya kumalizika kwa bwawa la Mwalimu Nyerere hautashuka bei. Hiyo ni salamu yangu kwa Doto Biteko. Ni kama mimi natumia neno hili, ni kama ni mtu ambaye umewekwa kwenye nafasi hiyo, wanataka wakutumie kujisafisha. Na ni wazo zuri, ni mpango mzuri kama nia yao ni hiyo. Lakini kwa nadra yataonekana yanasafisika ikiwa maeneo hayo utayatazama, na walao tutaona nafuu katika maeneo hayo. Zaidi ya hayo, nisome andiko hili na uwasaidie wahusika wajue wanatakiwa watafute tatizo zaidi. Wewe kama Doto Biteko, kama nia ni uwasaidie kujisafisha, wajue hautaweza kujisafisha, hautaweza kuwasafisha. Watafute zaidi. Mungu aliyemwonya Eli muda mwingi alikuwa anampa ni nafasi ya kujisafisha. Mungu aliyemwonya Sauli muda mwingi alikuwa anampa ni nafasi ya kujisafisha, isipokuwa wahusika wakawa wanapiga viraka, wanaenda kwenye vita, wanaliacha sanduku la Mungu nyuma. Wanafika kwenye vita, wanapigwa, wanachukua sanduku la Mungu likawasaidie. Wakati tatizo lao sio sanduku la Mungu, tatizo lao ni ubaya uliofanywa wanaofanya. Wangetafuta njia ya kutubia, kutubu ambako Biblia ingetaka. Unajua kutubu kabisa kunasimamisha heshima yako, kunasimamisha jeuri yako, unashuka, unakuwa wa kawaida kabisa, na unakuwa radhi kwa lolote, kupata adhabu yoyote, kupoteza chochote. Huko ndio kutubu. Sasa nisome andiko hili katika Samueli wa kwanza sura 3 anasema mstari wa 11. Kwa hiyo wewe ni vizuri tu kuona kwamba Mungu amechukia mpaka wapi, nichukua hatua kiasi gani ili nionyeshe nimejuta na tubu. Sasa mimi naona ni kama hivi ni viraka vya kujaribu kupachika ili kuifanya nguo ni mpya. Hii serikali sasa ni mpya, ila mimi naona ni wale wazee wa ndio chaparapa, mama serikali imetulia, chaparapa. Kwa sababu tatizo linalo wanyima usingizi, makosa yanayo wanyima usingizi wanayajua, nayo yanahitaji hatua moja tu, kwamba kufikia hapa makosa haya tunataka sasa tuachane nayo. Wahusika wote, wanufaika wote wa makosa haya wapate adhabu stahiki. Tuanze moja. Hapo ndo pana gharama sasa ya kutubu. Kwa hivi vilaka hivi, mimi naambia sidhani kama vitafanya kazi. Hapo mimi ni wale wanaotazama maandiko, wanatazama neno la Mungu. Yaani hata kama wewe ukaamua vuruge mambo paonekana ni kama hasasa yako sawa, mimi natazama maandiko. Mimi nimesema Biblia, hata kama ukijua sio kitabu chako, ila ni kibao elekezi. Yale ambayo mwingine aliyafanya akaumia, ukiyafanya utaumia. Yale
yale ambayo Biblia imeandika imeonyesha huyu aliyafanya aliumia, na wewe ukawa unafanya ukasema ni zama za zamani, hakuwa na akili, utaumia. Yale ambayo mwingine aliyafanya alipata faida, ukifanya utapata faida. Hiyo ni salamu yangu kwa Doto Biteko. Nadhani acha niwasilishe, kitokea wakati mwingine basi nitamtokea kwa sura nyingine.